Fabrice Luamba Ngoma, Rushin Dariuc ni wachezaji ambao walikuja Simba wakiwa na rekodi ya kuwa ni injury prone, yani wakiwa wanawasifu kwamba hawa walikuwa na wachezaji ambao wana kawaida ya kuumia mara kwa mara. Anicet Oura amejiunga na Simba, lakini ni baada ya kutoka kwenye jeraha kubwa ambalo lilifanya pia mpaka mkataba wake kule Finland usitishwe mwisho wa siku. Sasa ni nini ambacho kinafanya hawa wachezaji licha ya kwamba wanakuja wakiwa na rekodi za majeraha kwa baadhi na wengine wakiwa wametoka kwenye majeraha makubwa, kuonekana kuja wakiwa Simba na hali kuwa ni tofauti kabisa kwa upande wao? Yaani huyu ambaye alikuwa ni injury prone, hicho kitu ukioni kabisa ndani ya Simba, na hata aliyekuja akiwa na majeraha makubwa huko awali kuonekana kwamba ni mchezaji ambaye amekuja na kama hakukuwahi kuwa na historia yoyote ya majeraha kwa upande wake. Hili moja kwa moja unalinasibisha na kazi nzuri ambayo kitengo cha utabibu cha Simba kimekuwa kikifanya. Kiukweli kabisa, mtu kama Fabrice Ngoma, kwa mtu ambaye aliwahi kupata wasifu wake toka akiwa Al Hilal Omdurman, ambao ndio klabu ya mwisho kabla ya kujiunga na Simba, na huko kabla pia alikuwa ni mtu ambaye upatikanaji wake ulikuwa ni wa changamoto sana, lakini kwa kipindi cha takriban misimu miwili Simba wamepata huduma bora na ya kiwango cha juu kutokana na uwezo wake kutoka kwa mtu kama Fabrice Luamba Ngoma. Rushin Dariuc alikuja katika kikosi cha Simba msimu huu, pia wasifu wake ulikuwa unaeleza kwamba ni mtu ambaye ana tabia ya kuumia mara kwa mara, na hata huko ambako alikuwa amekuja kabla ya kujiunga na Simba pia kulikuwa kuna changamoto za majeraha, maana alikuwa ametoka kwa mkopo katika klabu moja huko Israel kabla ya kujiunga na Simba Sports Club. Mamelodi alikuwa amemtoa kwa mkopo huko, kwa hiyo naye amekuja kwenye kikosi cha Simba, hakuna changamoto yoyote tena. Probably unaweza kawa unamzungumzia kama ndo mchezaji pengine funguo zaidi kwenye kikosi cha Simba msimu huu, au miongoni mwa wachezaji funguo kiukweli. Lakini Anicet Oura pia amekuja akiwa ametoka kwenye majeraha ya miezi takriban minne ambayo alikuwa ameyapata katika nchi ya Finland katika klabu ya IF Jinistan, na ikawa ndo sababu hata ya mkataba wake kuvunjwa mwisho wa siku. Lakini amekuja Simba, ameonekana kuwa anakiwasha. Hili moja kwa moja, kama nilivyoweka bayana mwanzo wa video hii, unalinasibisha na kazi nzuri ambayo kitengo cha utabibu cha Simba Sports Club kimekuwa kikifanya. Kwa sababu mathalan kama kwa Rushin Dariuc, kwa watu ambao wanakumbuka kwenye mchezo dhidi ya Azam kabla ya kwenda kwenye mapumziko ya fainali za AFCON mwaka uliopita mwishoni, hakuwepo katika ule mchezo. Ni kwa sababu kuna changamoto ambayo alipata katika mchezo wa kimataifa dhidi ya Stade Malien, lakini kitengo cha utabibu cha Simba kilikaa chini na kujaribu kuangalia namna bora ya kuhakikisha kwamba wanamlinda mchezaji bila kutengeneza shinikizo la yeye kurudi akajikuta tena anakuja kuumia kwa mara nyingine tena. Ndio unapokuja kumuona mtu kama Rushin Dariuc anapumzishwa katika mchezo dhidi ya Azam, na sio tu kupumzishwa, hata kwenye mazoezi ya timu kuelekea kwenye ule mchezo Rushin Dariuc hakuwa sehemu ya mazoezi ya kitimu kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Azam. Kitengo cha utabibu cha Simba kilihakikisha kwamba huyu mchezaji, kwa sababu inajulikana kwamba anayo changamoto ya kupata majeraha ambayo yanakuwa ni endelevu kila hapa na pale, uangalizi wake unapaswa kuwa ni wa kiwango cha juu ili kuhakikisha kwamba anarudi kukiwa hakuna shaka kuhusu kile ambacho atakuja kukitoa uwanjani. Kwa hiyo huo ni mfano halisi tu ambao msimu huu umetokea kwa upande wa Simba kwenye namna ambavyo wameweza kumanage situation ya mchezaji ambaye pengine kujaribu kumharakisha na kumrudisha uwanjani kwa haraka kungeweza kuleta changamoto kubwa zaidi pengine, lakini utulivu ulikuwepo, maamuzi sahihi yakafanyika mwisho wa siku. Na kuna vitu viwili ambavyo idara ya utabibu ya Simba huwa inafanya kwa wachezaji wote wanaposajiliwa, na hasa kwa wale ambao na kawaida ya kuumia pengine huko walikokuwa wanacheza. Kunakuwa kuna uangalizi wa kina unakuwa unafanywa, yani kunakuwa kuna check up ya uhakika ambayo kikosi cha utabibu cha Simba huwa kinafanya uangalizi wa kina, kuangalia ni majeraha gani huyu mchezaji amekuwa na kawaida ya kuyapata mara kwa mara huko alikotoka, lakini ni namna gani ambavyo wao wanaweza kumsaidia huyu mchezaji aweze kupatikana kikamilifu bila kurudi katika changamoto ambazo aliwahi kuzipata huko awali. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kufanya monitoring ya kila siku, yani kwamba hata kama mchezaji yuko fiti, wao wanafanya kazi ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya monitoring ya kila siku, kuhakikisha kwamba wanaangalia kiwango chake cha utimamu, wanaangalia uwezo wake wa kuhimili kucheza kwa muda mrefu bila kuchoka, na kujaribu kutafuta viashiria ambavyo pengine vinaweza vikawa vinawapa ishara kwamba huyu mchezaji upatikanaji wake unaweza kuwa ukoje na pengine yuko karibu kiasi gani kwenye kuumia, ili waweze kumlinda mwisho wa siku. Kwa hiyo huo ndo uhalisia ambao
Simba wamekuwa wakiufanya kwa baadhi ya wachezaji ambao wamekuja kwenye kikosi cha Simba kwa na rekodi za majeraha kila hapa na pale, lakini hata kwa wachezaji ambao wamekuwa na injury kubwa kabla ya kujiunga na Simba. Na ndio maana mwisho wa siku huone changamoto kwa wachezaji ambao walikuwa na rekodi za majeraha huko awali, wanapokuwa ndani ya Simba hali inakuwa tofauti, upatikanaji wao unakuwa ni wa uhakika na wanatoa kilicho bora kwa niaba ya Simba Sports Club.